Kwenye mkoa wetu sisi tulishaweka kiapo, mimi na kaka yangu Kamishna Siro tulishakubaliana tunataka madawa ya kulevya iwe historia katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Sasa mimi naendelea kupongeza jeshi la polisi na vyombo vyote, lakini nawapongeza pia wananchi wanaoendelea kutoa ushirikiano. Nawashukuru sana pia viongozi wa dini zote wanaoendelea kufanya maombi mchana na usiku kuhakikisha Dar es Salaam inapona na madawa ya kulevya. Hapa kwangu na mambo matatu tu ambayo nisingependa kupoteza muda wenu na muda wa kamishna. La kwanza, ninatoa siku 10 kwa wenyeviti wa mitaa. Kila mwenyekiti wa mtaa hakikishe ametoa taarifa kwa mtu yoyote anayemshukia au anahisi mwenendo wake ni wa biashara madawa ya kulevya au ujambazi ndani ya mtaa wake. Maana baada ya siku 10 kama tukimkamata mtu ana madawa ya kulevya kwenye mtaa wako na wewe hujajishughulisha, tunaweza kuamini una sehemu ya jambo analolifanya linakunufaisha. Lakini la pili, ninawapa siku 10 wazazi. Kila mzazi anayekaa kwenye mkoa wa Dar es Salaam ahakikishe anajua mtoto wake kama anatumia madawa au hatumii. Kama anatumia, aje hapa kwenye dawati la wapelelezi kutoa taarifa ya kwamba mwanangu ni mtumiaji wa madawa ya kulevya. Atakapomleta hapa, vyombo vyetu chini ya kamishna tutaendelea kufanya kama ambavyo hawa tuliowakamata mwanzo wametusaidia kupata kete zaidi ya 200, wametusaidia kuiona misokoto ya bangi na wamesaidia kukiri. Na tuna imani watakaporejea kwenye mitaa kwa mujibu wa sheria wataweza kuwa raia wema na kusaidia kuondoa hili tatizo. Kwa kama una mtoto wako anatumia madawa ya kulevya na unaishi naye ndani ya siku 10, maana yake tunaanza kesho, njoo utoe taarifa. Kama tukikukamata baada ya siku 10 kwamba mwanao anahusika, tutaamini na wewe ulikuwa sehemu ya kumfanya mtoto wako atumie madawa ya kulevya. Mwisho, kwa wale wote wanaotumia wenyewe na wale wanaofanya hizi biashara wenyewe, waje kwa kamishna. Sisi tuna uhakika ya kwamba nguvu tunazo, uwezo tunao, hakuna kiunga chochote katika mkoa wa Dar es Salaam tunashindwa kufika. Na hizi kelele zingine zinatupa hamasa tu kuendelea kuifanya kazi. Tunachotafuta sisi ni majibu. Tukifika mbinguni tumweleze Mungu dhamana uliotupa tuliitendea haki. Hatujaulizwa na wanadamu, lakini tunajua kuna maswali baada ya maisha hapa duniani. Kwa hiyo haya mambo matatu ni muhimu sana.